Hujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwote. Tulionayo asubuhi hii: Rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha mpango wa kumaliza vita vya Gaza katika mkutano na viongozi wa Kiarabu. Rais wa Kenya William Ruto amesema operesheni ya usaidizi wa kimataifa wa usalama nchini Haiti unakabiliwa na ukosefu wa ufadhili wa kutosha. Na kwenye gumzo hii leo tunaangazia tangazo la tume ya uchaguzi nchini Malawi kumtangaza rasmi rais wa zamani Peter Mutharika kama mshindi wa uchaguzi wa wiki iliyopita. Pongezi kwa Mutharika zimeweza kuaminika. Rais wa Zimbabwe, rais wa Msumbiji, tunatarajia katika masaa machache yajayo, hii leo viongozi wengine wataweza kutangaza kumpongeza rais mteule Profesa Peter Mutharika. Naam, lakini kwanza ni muktasari wa habari unaosomwa kwako na Karo Robi. Karibu Karo. Asante Phyllis. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo 6, kiongozi wa Syria amehutubia kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaofanyika New York. Rais wa muda wa Syria Ahmed al-Sharaa amesema nchi yake imerudisha hadhi yake na ustahili katika safu ya kimataifa. Bwana al-Sharaa pia alikutana na rais wa Marekani Donald Trump pembezoni mwa mkutano huo, na nchi yake na Ukraine zimerejesha mahusiano ya kidiplomasia baada ya kukutana na Rais Volodymyr Zelensky huko New York. Ukraine ilisitisha mahusiano na Syria mnamo mwaka 2022. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema sayansi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi yako bayana kabisa na sio swala la maoni au mtizamo. Macron ameueleza mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa kuwa wanasayansi wenye tajriba ya hali ya juu hawana mashaka kuhusu hali ya tabia nchi na bioanuai. Victor Kenani na taarifa zaidi. Kauli yake inakuja siku moja baada ya Rais Donald Trump kupuuzilia mbali masuala ya mazingira, akiyataja kama utapeli mkubwa na kuhimiza matumizi zaidi ya nishati ya visukuku. Hayo yanajiri huku Rais wa China Xi Jinping akitangaza kuwa gesi chafu itokayo viwandani itapunguzwa nchini mwake kwa kati ya 7 hadi 10 ifikapo mwaka 2035. Hii ni mara ya kwanza kwa China, ambayo ndiyo nchi inayochafua zaidi mazingira duniani, kutangaza hatua madhubuti za kukabiliana na gesi chafu inayotokana na shughuli za kiviwanda. Ripoti zinaarifu kuwa shughuli katika viwanja 4 vya ndege nchini Denmark zimetatizika baada ya ndege zilizoendeshwa na marubani kugundulika katika anga ya nchi hiyo. Maafisa katika uwanja wa ndege wa Aalborg nchini Denmark wamesema wamefunga kwa muda uwanja huo. Polisi katika mji huo ulioko kaskazini mwa nchi hiyo wanachunguza kisa hicho. Shirika linalosimamia udhibiti wa safari za angani Ulaya limesema shughuli za usafiri katika uwanja wa Aalborg zilisitishwa hadi leo asubuhi saa 12. Tukio hilo linakuja siku 2 baada ya uwanja mkuu wa Denmark wa Copenhagen kusitisha shughuli zote za usafiri kutokana na wasiwasi wa kiusalama kufuatia kugunduliwa kwa ndege zisizoendeshwa na marubani zisizojulikana pia zinatoka wapi. Na rais wa zamani wa Malawi Peter Mutharika mwenye umri wa miaka 85 ameshinda uchaguzi wa rais. Wapiga kura wamemkataa rais wa sasa Lazarus Chakwera baada ya muhula mmoja madarakani wa miaka 5 ambapo walishuhudia mgogoro mbaya zaidi wa kiuchumi. Tume ya uchaguzi ya Malawi ilimtangaza Mutharika kuwa mshindi wa uchaguzi huo kwa 56%, huku Chakwera akipata 33%. Awali bwana Chakwera alikubali kushindwa na kusema anataka kukabidhi madaraka kwa njia ya amani. Hii ni BBC. Muktasari wa habari umesomwa kwako na Karo Robi. Kumbuka matangazo haya ya Amka na BBC unaweza kuyasikiliza kupitia FM na redio wa shirika mbali Afrika Mashariki. Vile vile yako kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Karibu, mimi ni Phyllis Mwote. Rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha mpango wa kumaliza vita vya Gaza katika mkutano na viongozi wa Kiarabu wiki hii, kwa mujibu wa mjumbe wake siku ya Jumatano, huku shirika la uokoaji la Gaza likiripoti vifo vya makumi ya watu kutokana na mashambulizi ya Israel. Zaidi na Victor Kenani.
Mjumbe wa Marekani Steve Witkoff, ambaye amehusika kwa miezi kadhaa katika juhudi za upatanishi kwa lengo la kumaliza vita vya karibu miaka miwili, alisema Trump aliwasilisha mpango wa amani wa vipengele 21 kwa ajili ya Mashariki ya Kati na Gaza katika mkutano wa Jumanne na kundi la viongozi kutoka mataifa ya Kiarabu na Kiislamu. Taarifa ya pamoja kutoka kwa serikali zilizowakilishwa katika mkutano huo zilisema kuwa viongozi walirudia ahadi yao ya kushirikiana na Rais Trump na kusisitiza umuhimu wa uongozi wake katika kumaliza vita. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema baadaye kuwa Israel haina wajibu wa kuheshimu wimbi la mataifa yanayotambua Palestina kuwa taifa huru, yakiwemo Australia, Uingereza, Kanada na Ufaransa. Katika uwanja wa mapambano, Israel iliendeleza mashambulizi yake dhidi ya jiji la Gaza, ambayo imewalazimu mamia maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao. Israel inasema kwamba mashambulizi haya ya anga na ardhini yanalenga kuliondoa kundi la Hamas, kundi la wapiganaji wa Kipalestina ambalo shambulio lake la mwezi Oktoba mwaka 2023 liliibua vita hivi. Mohamed Hajjaj, ambaye alipoteza jamaa zake katika shambulio la siku ya Jumatano, alisema kulikuwa na mashambulizi makubwa ya mabomu yaliyolipua jengo wakati watu wamelala. Kile kilichotokea ni kwamba vijana, wanawake na watoto walikuwa wamelala kwa amani, na ghafla tukashambuliwa kwa mfululizo wa makombora. Ni Mungu tu anajua ni wangapi bado wamekwama chini ya vifusi. Kama unavyoona, hakuna mtu yeyote aliyetuonya mapema kuhusu mashambulizi haya ya mabomu, na hatukupata taarifa yoyote. Katika uzinduzi wa operesheni ya ardhini inayoungwa mkono na Marekani mjini Gaza, jeshi la Israeli liliwaambia Wapalestina waelekee katika eneo maalum la kibinadamu kusini mwa Gaza. Hata hivyo, Israeli imekuwa ikilipua eneo hilo la Almawasi mara kwa mara tangu kulitangaza kuwa eneo salama mwanzoni mwa vita. Kuongezeka kwa mashambulizi ya ardhini wiki iliyopita kulijiri huku uchunguzi wa Umoja wa Mataifa ukilihutumu Israeli kwa kutenda mauaji ya halaiki huko Gaza, madai ambayo Israeli ilikataa vikali. Mwaka mmoja baada ya kutoa idhini kwa vikosi vya walinda usalama kujiunga na jukumu tata nchini Haiti wakati wa ziara ya kitaifa mjini Washington, Rais wa Kenya William Ruto amesema kwamba operesheni ya usaidizi wa kimataifa wa usalama nchini humo bado inakabiliwa na ukosefu wa ufadhili wa kutosha na changamoto za kiufundi. Ruto aliyasema haya akiwahutubia viongozi wa dunia katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa huko New York nchini Marekani. Zaidi na Wahiga Mwaura. Akiongea kwa Umoja wa Mataifa, Rais wa Kenya William Ruto alizungumza kuhusu mageuzi ya Umoja wa Mataifa. Alisema Afrika inapaswa kupata viti viwili vya kudumu vyenye kura ya turufu na viti viwili visivyo vya kudumu katika Baraza la Usalama, yani UN Security Council. Kuhusu vita duniani, Rais Ruto aliongea kuhusu Gaza na Sudan. Alisema mateso hayapaswi kulaaniwa sehemu moja na kupuuzwa sehemu nyingine. Aliomba mapigano yasimame kabisa Gaza na mazungumzo ya amani ya kweli kati ya Israel na Palestina yaanze. Pia aliomba mateka wa Israel waachiliwe mara moja. Kuhusu Haiti, Rais Ruto alisema uongozi wa Kenya katika operesheni ya usalama umeleta matokeo mazuri. Shule zimefunguliwa tena, watoto wako darasani, barabara hazijazuiwa tena na magenge, utekaji nyara na uporaji umepungua, ndio alisema. Pia alisema uwanja wa ndege na bandari sasa zinafanya kazi kawaida. Lakini alionya kuwa operesheni haina pesa za kutosha, hivyo msaada zaidi unahitajika. Kumbuka pia Rais Ruto alihutubia mkutano mwingine juu ya Haiti juzi, na alisema wanajeshi wa Kenya wamefanya kazi kubwa hata kama hawajafika idadi kamili na hawana vifaa vya kutosha. Alishukuru Marekani kwa magari ya msaada, lakini akasema mengi ni ya zamani na yanaharibika, na hilo linaweka wanajeshi wa Kenya hatarini. Kwa kuwa muda wa operesheni unaisha Oktoba tarehe 2, Marekani na Haiti zimeomba kuwe na kikosi kikubwa zaidi kupambana na magenge makubwa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Christopher Landau alisema kikosi kipya kitakuwa na wanajeshi 5,500 na kitaungwa mkono na ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa Haiti kwa pesa na vifaa.
Baada ya kufungwa kwa zaidi ya miaka mitatu, mpaka wa Bunagana kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulifunguliwa tena. Hatua hii imeleta matumaini kwa wafanyabiashara na jamii za mipakani ambao wamekabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi kutokana na kufungwa kwa mpaka huo. Roncliffe Odit anatueleza zaidi. Asubuhi na mapema, Idris na wafanyikazi wake wameraukia kazi. Wanasafisha vyumba tayari kuwapokea wageni. Na kwa mtizamo wa jumla, vyumba hivi havijawa na wageni kwa wiki, miezi na hata miaka kadhaa. Kwa zaidi ya miaka 3.5, mpaka wa Bunagana unaounganisha Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulikuwa umefungwa. Na Idris alikuwa nusra afilisiki kabisa, lakini sasa ana sababu ya kutabasamu tena. Hali imekuwa ngumu, hamna songamano, hamna watu. Tulikuwa tukipata gari zaidi ya 100 zinavuka kila siku kupeleka simenti, kupeleka soda. Hao wote wamekata kwa sababu East Africa yote ilikuwa ikitumia njia hii. So walikuwa wote hawapo, wanatumia njia ya Kisenyi. Sababu kuria. Hoteli hii hapa mpakani si kitega uchumi kwa Idris tu, lakini zaidi ya wafanyikazi wake 10 walikuwa wameachwa bila ajira na bila tegemeo maishani. Ndoa zimevunjika kutokana na hali ngumu ya maisha, watoto hawakwenda shule, watu walifukuzwa kazi tumesimamisha wafanya kazi. Kusema kweli hapa palikuwa wafanya kazi kama 20, lakini sasa hivi na wafanya kazi 2 tu. Mmoja anatengeneza rumzi, mwingine anashughulika na mambo ya chakula. Mpaka huu wa Bunagana ambao ulifungwa tangu mwaka 2021 kutokana na vita mashariki mwa Kongo, sasa umefunguliwa tena baada ya makubaliano kati ya maafisa wa wilaya ya Kisoro nchini Uganda na wenzao wa mji wa Bunagana nchini Kongo. Lakini bado biashara haijaanza kupanda kama ilivyokuwa hapo awali. Namba ya watu yenye naingia wanatoka imeongezeka kidogo. Lakini kwa biashara hawa wa custom ya katuseme ya kwetu URA wanatuambia iko kama system zenye bado funguliwa sana, na wa immigration nao ni vile iko system ya bado wanza. Ni vitu tu kidogo iko kwa kichwa au kwa hii tricycles zenye zinatembea. Kwa business ya baloki hakuna. Hata meya wa mji wa Bunagana, Ndayabaje Ismail, anakubali kwamba hadi pale malori makubwa ya mizigo yatakapoanza kuvuka tena mpaka huu ndipo biashara zitaanza kushamiri. Gali kubwa hazijaanza kuvuka boda, lakini tumetarajia kama 3 weeks, 4 weeks tutakuwa tunaona hizo gari na zinaanza kupita hapa. Itafaidika sana. Lakini hii boda ndio boda yenye inakuwa inaingiza hela mingi sana hapa kwa government ya Uganda, na sisi hapa kama Town Council tumepata revenue kama boda imeendeka vizuri. Lakini kwa Idris na wafanyabiashara wengine hapa Bunagana, kufunguliwa tu kwa mpaka huu na kuanza kupita kwa magari madogo pamoja na watu ni ishara ya mambo mazuri wanayoyatarajia katika siku za usoni. Kufunguliwa kwa mpaka huu hapa Bunagana ni ithibati nyingine tena ya juhudi za kudumisha amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafanyabiashara hawa wana matumaini kwamba hali itaendelea kuwa sawa ili wapate fursa nyingine tena ya kujikimu kimaisha. Awali, kabla ya kufungwa kwa mpaka huu, mamlaka ya ushuru nchini Uganda inakadiria kwamba mpaka huu pekee ulikuwa ukileta faida ya angalau shilingi milioni 45 sawia na dola 13,000 kila mwaka. Na sasa, iwapo mapato hayo yataanza tena au la, ni muda tu unaoweza kujibu. Na sasa namkaribisha Omari Mkambara kuletea habari za michezo. Nianze na matokeo ya raundi ya 3 ya kombe la Carabao. Huddersfield Town walilala nyumbani kwa kuchapa goli 2-0 na The Citizen Manchester City. Newcastle United wakawaonyesha ubabe Bradford City kwa kuwapiga kwa magoli 4-1. Spurs wakatakata kwa ushindi wa goli 3 bila majibu dhidi ya Doncaster Rovers. Arsenal walipata ushindi wa goli 2-0 ugenini dhidi ya Port Vale. Na baada ya michezo hiyo sasa raundi ya 4, Arsenal watawakabili Brighton, wakati Swansea City wakiwakabili Manchester City. Newcastle United watakwenda kuchuana na Tottenham Hotspurs. Liverpool watakipiga na Crystal Palace, huku Wolverhampton Wanderers wakicheza na Chelsea. Pale nchini Ufaransa, kocha wa Olimpiki Marseille Muitaliano Roberto De Zerbi amepigwa marufuku ya kusimamia mchezo mmoja wa ligi baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu kwenye mchezo uliopita wa ligi waliopata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya klabu ya PSG. De Zerbi sasa ataukosa mchezo mmoja wa siku ya kesho Ijumaa
wakati Olimpiki Masters watapokabili Strasbourg. Na nchini Tanzania jana kulikuwa na mwendelezo wa msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara. Bingwa mtetezi Young Africans alianza vyema msimu 2025-26 kwa kupata ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Pamba Jiji. Nao vijana wa Florent Ibenge Azam walichomoza na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Mbeya City, magoli ya Azam yakifungwa na Nasoro Saaduni pamoja na Faisal Salum. Na leo kutakuwa na mwendelezo wa ligi hiyo. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club watashuka dimbani kuikabili Fountain Gate majira ya saa 1 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na katika kikapu, timu ya Cleveland Cavaliers zimemsajili mchezaji Norchad Omi, forward mwenye urefu wa futi 6 inchi 7. Omi aling'ara sana kwenye michuano ya vyuo, akiweka wastani mzuri wa rebound pamoja na pointi na kuwavutia wengi, na hii inampa nafasi ya kipekee kuandika historia na kuwa mchezaji wa kipekee kutoka taifa lake la Nicaragua kucheza ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi hii. Naitwa Omari Mkambara Jumanji.